Inafurahisha na litaraha leo ni tarehe 11 mwaka huu 2025 mwezi wa 11. Siku hii ya Tuesday. Karibu katika mazungumzo ya Mike Avi uwanjani. Niko naye mtoto wa mama Gadi. Maliza tu mama's boy. Wewe ndio mtoto wa mama. Niachie jina langu bwana. Unasema wewe ni mtoto wa mama? Mimi ni mama's boy. Mama magazeti ananijua kama mama's boy. Okay, lakini wewe ni mtoto wa mama? Wewe ni mtoto wa mama. Yaani eka tu mipaka usikorogeke sana. Okay. So kwa hivyo hamna ambaye anafaa lete kuku. Hakuna. Wewe hapo. Mimi lete kuku. Wewe leta kuku. Na unaangalia mwili mkubwa na mdogo. Hasa tunapiga kwamba huyu ana mwili mkubwa kidogo. Iweze kufurahisha. Unajua kuja kwenye kampuni uulize mtoto wa mama ni nani atakwambia ni Anthony. Lakini ukiuliza mama's boy utambua ni Agadias. Hamna anayekujua kama mama's boy. Kasearch kwenye mitandao ya kijamii. Okay, mitandao. Nimesema mama's boy itakuletea tu. Unatembea Mike uliza nataka mtoto wa mama. Watakuonyesha Anthony. Lakini uzuri watoto wa mama wote ni wana sport. Tuachie twende kwa wana sport. Tunakula kispoti. Tunakula sport sana. Na mweza kwa Gadi Sikoha, ningependa tuweze kuzungumzia hili swala la the new partner wa Gor Mahia. Bana ile Walo. Buka kwamba tumemuona sana wakati kipindi kile ambapo Raila alikuwa bado yuko hai. Maana yake amechukua hatamu zile za Raila Amolo Odinga. Na tumeona amefanya makubwa sana. Unajua kati ya baadhi ya watu ambao kwamba mimi nilikuwa najua watachukua kile kiti cha upatron, alikuwepo mmoja wake ni mwangu. Jina lake lilikuwa linazunguka sana. Anasema huyu jamaa anaweza akachukua nafasi ya patron. Na jana niliposikia hiyo taarifa hata sikuwa nimeshangazwa sana. Maana yake ni kitu ambacho ulikiona kitafanyika. Nilikuwa najua kinaweza katokea muda wote ule. Asa kutokana kuwa amekuwa na the best, learn from the best, nadhani anaweza kakaa kwa hicho kiti vizuri na anaweza akawa na uongozi mzuri sana. Manake you can imagine samani kwa kukatiza kauli. Wakati ambapo alikuwa the assistant partner. Unaona mambo ambayo aliyafanya. Alakisha kwamba amepatia klabu basi. Unaona mambo makubwa sana aliyafanya wakati ule. Na kitu kimoja na klabu zetu za nchini Kenya wakiwa na basi usafiri kwa vizuri. Mambo mengine ni kitu ambacho kinawapa changamoto sana. Naam. Na pia katika upande wa usajili wa wachezaji nasikia kwamba alihusika si mara moja amehusika katika kipindi kile ambacho Gor Mahia ilishindwa kuweza kuwakilisha Kenya. Naam. Katika mashirikisho ya CAF. Akajitokeza akakisha kwamba anafanya usajili ambao unahitajika. Unatija pia kwa timu. Ni vitu vingi ambavyo kwamba najua amejifunza kutoka kwa mtangulizi wake bwana hayati Raila Amolo Odinga. Na mwisho wa siku naona kwamba ataleta tija, ataleta ile faida kwenye klabu, uongozi wake utadhihirika, utaonekana. Lakini kama tunavyosema kwamba huwa mtu humjui mpaka awe amekalia pale mahali, ndio tutamjua vema. Kwa hivyo matendo yake ndio atazungumza zaidi. Lakini kidogo tutakuwa tumeona matendo yake kwake. Maana yake kipindi kile amekuwa the assistant patron, tumeona yale ambayo amefanya. Siuze na wakati huu ambapo sasa anaweza kuwa sasa yeye ndio kiongozi wa klabu. Kuna kitu anasema kwamba mchezaji ni mzuri sana ama shabiki ni mchezaji mzuri sana akiwa nje. Lakini akiingia uwanjani hata hivyo ndio utapata kwamba mashabiki wanajua kucheza mpira sana. Mashabiki wanajua kucheza mpira sana. Sasa anafanya nini? Anacheza nini? Sasa hapo tumia kauli kuna mtu akiwa shabiki ni mchezaji mzuri sana mdomoni. Lakini pindi atakapoingia pale ugani mambo yanakuwa tofauti. Kwa hivyo tusubiri, we cannot judge. Wanavyosema wenyewe katika lugha ya Kizungu. Tusubiri tuone kitakachozaliwa. Lakini kidogo Raila Amolo alipokuwa ndio patron mwenda zake hayati, alipokuwa yeye ndio patron wa klabu, hata wengi hawakujua Raila ndio anaongoza ama Raila ndio mwenye klabu. Alikuwa mtulivu kidogo, lakini kiti chake hata majuzi katika baadhi ya mechi uko unaona pana ile kofia na ule mkia ng'ombe pale umeachwa, hakuna mtu ambaye kwamba kwa kaka. Na hata baada kuna baadhi ya mechi mfunga alafu celebrations ikawa kama ile dance ya Raila na ile kofia wakamvisha bingwa mmoja aliyofunga bao. Na tutaona mabango ambayo hivi sasa wanaenda nayo uwanjani ya Raila Amolo Odinga. Raila. Kwa hivyo nadhani kwamba Raila alikuwa mtu wa mambo mengi. Kando na kuwa patron wa klabu ya Gor Mahia, pia alikuwa ni kiongozi wa upinzani na pia siasa zilikuwa zimemnunua sana. Kwa hivyo hungempata tu mahali pamoja hivyo. Watu wengi wanamjua kama bingwa ambaye kwamba alikuwa yuko sana kisiasa kushinda upande wa mpira.
Tukaso kwa hivyo tuseme kwamba congratulations kwake Eliud Owalo. Congratulations, hongera zake. Ni yeye tu sasa achapiwa na Gor Mahia kazi. Wajue kwamba tuna mtu. Wasisi kwamba eti kiatu cha Raila akijavalua vema. Asubiri tu achangamke apige shughuli na mambo ya mazuri. Tukiachana na Gor Mahia, unajua uwezo ukatamka Gor Mahia kama hujatamka FC Leopard. Kumbuka wale ni mashemeji. Unapotaja Gor Mahia lazima pia ukamtaje FC Leopard. Hivi sasa FC Leopard labda patron wa kwake, hata wengine wetu hata hatumjui ni nani. Hatujui nani assistant patron, hatujui ni nani. Lakini kipindi kile wakati ule ungepata kwamba FC Leopard wanapiga ligi ya Gor Mahia, ungepata kwamba Raila anatoa kitita cha pesa fulani, anasema kwamba hii kitakuwa chenyu hivi na hivi, mshindi atapata hii, hata ule nambari ya pili anafanya nini, anapata hii. Kwa hivyo kwa FC Leopard wana kitu cha kujifunza kutokana na Gor Mahia, na nadhani pia wao huenda wanaye patron, sema hawajaeka dhahiri kwamba ni mtu fulani, lakini kwa timu ya FC wanaojulikana sana ni the two Ambanis. Ushakuta the two Ambanis kidogo, pia ukimtaja Musalia Mudavadi utasikia kwamba yuko huko pia Weta kidogo wale viongozi wa magharibi wa Kenya wa Western. Lakini kuna wakati pia Unya amesema kwamba yeye ni anashabikia FC Leopard. Kipindi fulani anasema kwamba mimi ni supporter wa FC Leopard. Hatari giji. Akisema kwamba anasupport FC Leopard. Kwa hivyo huyo bado hajajulikana, lakini nina imani kwamba yupo. Lakini kando na hivyo unakumbuka kwamba kama alivyokuwa anajulikana Dan Shikanda, na sasa hivi anavyojulikana Boniface Ambani na kocha Freddy Ambani, ndivyo tu mambo alivyo. Those chairman. Chairman na kocha. The coach. Lakini kwa upande wa Patu, unajua Patu ni yule jamaa ambaye yuko ready to take the risk. Hiyo naelewa, ndio maana nimezungumza wale wanaojulikana kwenye timu na patron hajulikani sana. Lakini utaambiwa kwamba timu ni timu ambayo imebeba watu wengi sana, sio yako peke yako, kama atasema kwamba ni Fred Ambani. Naona timu kwanza kama FC Leopard na Gor Mahia, they don't belong to anyone, they belong to community. To the community, very good. Hivyo ndio watu wanavyojua. Wengi wanajua kwamba Gor Mahia it belongs to a community, FC Leopard belongs to a community, same to Shabana, it belongs to a community. Tukimalizia katika swala hilo, FC Leopard vile vile Gor Mahia FC sasa ninavyozungumza hamna klabu ambayo ina uwanja. Na tukilinganishwa na klabu ya kule Tanzania ama ligi ya kule Tanzania. Nakumbusha jambo moja, akasema kwamba jamani, bingwa fulani tupokuwa naye kwenye mojano ya Amaika Viwanjani, akasema kwamba FC na Gor Mahia walipoa kiwanja karibu na Nyayo. Yule bingwa alikuwa anapita nani? Nimemsahau jina kidogo, alifika. Akasema kwamba walipoa viwanja Nairobi wakati ule. Kwanza akasema wakati wa Moi. Kipindi hicho sasa mpaka saizi bado anafuatilia, sijui kuliendaje. Lakini Gor Mahia alisema kwamba mpata uwanja watakuwa wanajenga kule Ukambani. Akakuwa na swala mbona wajenge kule Ukambani ambapo ufuasi wao haupo. Alafu sasa kuna mabingwa kwa jina la FC Leopards. Wanauliza nao watajenga wapi. Sasa hivi timu zote mbili zinaonekana kwamba sio kama za community, ni za nationali tu yani. Yani ni za manake utapata hata mechi za nyumbani za FC Leopards zinapigwa kule Nairobi. Zinapigwa Nairobi Nyayo. Hakuna ule utamaduni ambao kwamba tutasema imechezwa nyumbani Ingo, Kakamega, Buhungu. Hakuna. Timu ambayo inacheza Buhungu ni Kakamega Homeboyz. Kumaanisha kwamba tena watu wa jamii ya Baluya wameanza kuipendelea sana Kakamega Homeboyz. Wameanza kuwa na mahaba nayo. Kwa hivyo ujio wa Eliud Owalo kwa kama kwa patron na wa Gor Mahia inapaswa akaweze kuweka hatua mbele kuhakikisha kwamba anatafuta uwanja wa Gor Mahia. Ndipo hata wengine tukaige kupitia pale. Kuna wengine tu huwa tunafunga macho kutokana na wenzetu. Kuna baadhi ya mambo yakishaanza nadhani kurudi nyuma basi huwa ni mwiko. Kusema kwa mfano wao wameshaanza tayari nini za kujenga uga Ukambani. Itakuwa ni ngumu sana kubadilisha mawazo ya watu waseme kwamba acheni tu tukajenge nyumbani. Itakuwa ngumu sana. Kanifurahisha jambo kama hilo linanikumbusha kauli moja ya watu wanasema kwamba mtoto ama mtu mbara akienda mwambao mwa Kenya akapata msichana wa kule
wakaingia kwenye usuba kwa mfano, ama kawa wapenzi wakachumbiana, wakaingia katika maomba, ni ngumu sana huyo mtu kurejea kwao. Atajenga huko maana ameenda kule Roma, anapata kile ambacho Roma wanafanya. Akasema kwamba atarogwa, atakaa huko, atakaa kama zumbukuko, atajenga ukweni mpaka kanaisha sana. Sasa nadhani itakuwa ngumu kwa Gor kubadilisha mawazo aje ajenge tena nyumbani. Kwa hivyo itakuwa ni ngumu sana. Lakini kuna kitu mtu anaweza akasema akakeka kwamba baadhi ya mechi zinaweza zikaamuliwa kuchezwa Homa Bay, zingine zichezwe Kisumu, itakavyoendana na wao wenyewe. Yani siwe kama ni sheria tu lazima mechi ya nyumbani ikapigwe Nairobi. Siwe kama ni sheria. Anyway, ni sawa kwa msikilizaji wa kwetu, hiyo imekuwa ni gumzo ya Mike viwanjani. Labda la ziada. Kuna kitu labda tuambie kitu. Mabingwa anajua kwamba international break iko sasa na Kenya zinapumzika. Baadhi ya wachezaji tayari wameshafika katika kambi zao za kutrainia za timu ya taifa. Mfano mzuri ni akina Santos, akina Stavio William, tayari washaondoka. Unajua Kante baada ya kutoka Chelsea akienda kule Uarabuni, kidogo hajakuwa kiitwa kwenye timu ya taifa, lakini saizi ameitwa, ameenda. The guy is humble, amefika kule. Na pia usije ukasahau kwamba Harambee Stars watakuwa wanacheza na Senegali Ijumaa, pia kutakuwa na game yao ya kirafiki. Kwa hivyo itakuwa ni kupimana nguvu kwa Harambee Stars, itakuwa ni kupimana nguvu na kujipanga kwa ajili ya AFCON 2027. Lakini kwa vijana kama Senegali, wao wanajua kwamba AFCON inaanza dek. Kwa hivyo wao wanajipanga kwa AFCON mwaka huu. Ama kuanzia Desemba. Lakini kubwa zaidi kwa mechi ya Harambee Stars dhidi ya Equatorial Guinea ambao wanapiga Friday, na vile vile Tuesday the following week watakuwa wanapiga dhidi ya Senegal. Kikubwa zaidi labda on the other side itakuwa inawasaidia tu ile kupanda katika ile viwango vya FIFA ranking. Na viwango vya FIFA ranking, kuangalia watapanda au watashuka. Afu jambo jingine ni kwamba Man U watumia sana. Manake Bryan Mbeumo atakuwa AFCON. Pia kuna bingwa aitwa nani, mbona namsahau jina, Amad Diallo pia atatoka, atakuwa anaenda kuitumia Kia Cote d'Ivoire. Na hivyo ndio shughuli zitakuwa zinaenda. Na kabla ya international break, kuna hizi standings za baadhi ya timu ambazo kwamba kama La Liga, kuna Real Madrid wanaongoza kwa alama 31, alafu Barcelona anawafuata kwa alama 23. Upande wa Ligue 1 kuna Paris Saint-Germain wanaongoza kwa alama 27, Marseille wanawafuata kwa alama 23. Alafu Inter wanaongoza upande wa Serie A kwa alama 24, wakifuatwa na Roma alama 24, na kutajia 2-2 kwa sababu ya muda wetu. Alafu usije EPL utapata Arsenal wanaongoza pale, alafu kufuatwa kwa karibu na Manchester City. Alafu na Chelsea. Tumekuwa tukitazama. Alafu sasa cha mwisho kabisa ni kutajia team of the week ya English Premier League. Kwa mjibu wa bingwa anaitwa naisahau wiki chanzo SofaScore. Mchumani alikuwa Emiliano Martinez, alafu kuna bingwa kwa jina la Convert kutoka Crystal Palace, Keane nambari 5, alafu Ballard nambari 2, alafu Doko Jeremy Onana wa Aston Villa, alafu kuna Gonzalez, kuna Bukayo Saka, alafu Pedro Neto, Thiago na Garnacho upande wa timu ya Chelsea. Chelsea imetoa mabingwa wawili. Kuna bingwa alikuwa anamtafuta wa Man U lakini hayupo, Mbeumo. Kwa mtazamaji, thank you so much for watching. Natumai kwamba tazidi kuzungumza kadri muda utakavyokuwa unasonga, lakini kikubwa zaidi tupatane siku ya Friday saa 12 asubuhi, majaliwa yake Mwenyezi Mungu. Saa 12 asubuhi. Saa 12 jioni kumradi katika michuano ile ya kirafiki Harambee Stars dhidi ya Equatorial Guinea. Unajua saa 12 asubuhi mechi inaweza kachezwa wapi? Amerika Kaskazini. Argentina huko, Brazil, Chile, huko Ecuador huko, mechi zinachezwa asubuhi saa 9, saa 10, saa 11. Lakini huku kwetu ni saa 12 jioni. Kwa hivyo mtazamaji, see us on Friday or see you on Friday. Mimi ni mtoto wa Mama John Anthony Orao. Bana, mimi ni Agadi Asiko na hii imekuwa Ama Ika Viwanjani podcast. Thank you for being with us. Nakwambia hii ni sauti yetu siku zote. Amen.